Dada mmoja ambaye alikuwa ameokoka na alikuwa akimtumikia Mungu. Kilichomponza ni kitu kimoja, ni kutokuamini katika mafundisho na maonyo na makaripio ya mchungaji wake. Alipokuwa akimkaripia kuhusu mavazi, alikuwa akiona kwamba hiyo ni injili ya zamani. Mtumishi wa Mungu anasema aliona dada huyo akilia kwa uchungu baada ya kubaki katika kipindi cha unyakuo kwa sababu tu ya mavazi yasiokuwa na staa aliyokuwa akiyavaa. Mara nyingi waumini wa Kikristo, hasa mabinti na wanawake, wamekuwa wakivaa nguo ambazo hazistahili kuvaliwa katika nyumba ya ibada, wakiamini ya kwamba Mungu haangalii mavazi au haangalii mwili, anaangalia moyo. Hiyo imekuwa ni lugha ambayo shetani anakuwa akiitumia kwa baadhi ya watu ili kuwaingiza katika upotevu. Neno la Mungu linasema kwamba makwazo hayana budi kuja, ila ole wake ambaye anakuja kwa ajili yake. Hata unapovaa nguo ambayo haina staa ndani ya nyumba ya Mungu, ukasababisha kijana akakutamani, hapo umemkwaza katika dhambi ya uzinzi, hapo umemkwaza katika dhambi ya tamaa ya mwili. Kwa hiyo Biblia imetoa ole wake kwa mtu anayeleta makwazo. Hatukimsababisha mtu atende dhambi, ukamsababisha mtu akutamani kingono, hapo umemkwaza. Mtumishi wa Mungu anasema aliona mabinti wengi na wanawake wengi wakilia kwa sababu ya mavazi walioyavaa, yakapelekea wao wakaachwa kipindi cha unyakuo. Mavazi ni utambulisho wa mtu. Tutakutambua kwa mavazi unaoyavaa. Askari utamtambua kwa mavazi yake. Dokta utamtambua kwa mavazi yake. Mwanajeshi utamtambua kwa mavazi yake. Kahaba utamtambua kwa mavazi yake. Vazi lolote unalolivaa ni utambulisho. Na Yesu alisema kwamba yamtokayo mtu ndio yaliyomjaa ndani ya moyo wake. Kwa hiyo muonekano wako wa nje ni matokeo ya ulivyo ndani. Nguo za kikahaba unazozivaa ndio yaliyokujaa ndani ya moyo wako. Kwa nini unapoenda kanisani usivae vizuri? Dada huyu anaachwa kwenye unyakuo kwa sababu ya mavazi. Jaribu tu kufikia mavazi yanakufanya uache kwenye unyakuo. Mavazi tu yanakufanya uache kwenye unyakuo. Ni jambo la kutisha na kuogofya. Unaweza kuona kwamba ni injili ya kishamba mchungaji wako au kiongozi wako anapokurekebisha kwa baya mavazi. Unaweza kusema ni injili iliyopitwa na wakati, na Mungu haangalii mwili. Mungu anaangalia moyo. Mungu ndio anayeangalia moyo na roho yako, lakini mwanadamu mwenzako anaona mwili wako, anaona na mavazi uliyovaa. Kwa hiyo ole kwa wale ambao wanavaa mavazi yasiokuwa na staa katika nyumba ya ibada. Unavaa suruali ndani ya nyumba ya ibada. Unavaa nguo zinazokubana, zinazochora nguo za ndani, unaenda ibadani kwa kisingizio cha kwamba Mungu haangalii mwili. Ole wako wewe unayevaa mavazi ya hovyo ndani ya nyumba ya Mungu. Ole wako wewe unayevaa mavazi ya kikahaba ndani ya nyumba ya Mungu. Unaenda kuwakosesha watumishi wa Mungu. Unaenda kuwakosesha watu wa Mungu, wanawaza uzinzi, wanawaza ngono kwa sababu ya mavazi yako. Yesu alisema kwamba yeyote atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Je, mavazi yako unayoyavaa yamewafanya watu wangapi wazini na wewe moyoni mwako? Umewazinisha vijana wangapi ndani ya moyo wako? Ikiwa utaisikiliza sauti hii ya Roho Mtakatifu anaokuambia, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukayatubu makosa yako. Pia angalani mambo gani ambayo yanataka kufa ukayaimarishe. Malaika wa Bwana alileta ujumbe kwa kanisa akasema, najua matendo yako, najua na hapo unapokaa, ninajua na tabu yako, najua na umaskini wako, najua na ziki yako unayoipitia. Mungu akatupa matumaini akasema, lakini sisi tu matajiri. Lakini hawezi kuyaona hayo ukiwa tu ufuati misingi ya neno la Mungu. Na neno la Mungu nini limeagiza? Unajina na kuwa hai lakini umekufa. Basi kaimarishe matendo ambayo yanataka kufa. Kwa hiyo mavazi yasikufanye wewe ukaikosa mbingu. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe, ikusaidie katika kushinda kikwazo hicho cha mavazi.